Hivi wewe unakuja unaniletea mimi pesa ya kula, sijakuzalia mtoto na unanilipia kodi. Hivi nitashindwa hata kukukata kucha za miguu kwa meno mimi wewe? Meno haya yasikwambia haya meno ni wembe mzuri tu kukata kucha kama ujui. Utii hata kwa Mungu haupo. Maisha yako hayawezi kufanikiwa, vitu vyako haviwezi kuendelea, mambo yako hayawezi kwenda mbele. Leo hii wanadamu tumefikia hatua ambayo upendo tu ambao tunatakiwa tupendane sisi kwa sisi haupo, mpaka tuje tuletwe kanisani, tuanze kuhubiriwa, tuambiwe mpende jirani yako, jipende wewe, mpende hivi, tuhubiriwe. Lakini leo tu nikikwambia simba dume polini ambaye hajui kuhubiriwa hafundishwi kumpenda simba jike. Mnapoingia katika ndoa mkaishi, kuna vitu vinatokea, mmojawapo anaingiza matatizo ndani ya ndoa. Alisema atanipenda mimi tu, kapenda mwingine. Baada ya kupenda mwingine, mimi nilisema nitakutii, na mimi nikasema namtije huyu mpuuzi ambaye aliniambia atanipenda mimi na leo anampenda mtu mwingine. Ukijifunza hili neno ni dogo sana, lakini ukilifanyia kazi litakwenda kubadilisha maisha yako ya kiroho na kimwili. Utii umeharibu watu wengi sana, na utii umesaidia watu wengi sana. Ni kitu kidogo sana, lakini kiko na maana kubwa sana katika maisha yetu. Neno utii. Na kila mtu anapaswa kuwa na utii ndani yake. Tukienda polisi, kuna neno linaitwa utii bila shurti. Tukija kwenye maandiko pia tunakutana na neno utii limeandikwa mara nyingi sana. Utii. Tukija maofisini, utii unahitajika. Tukija kwenye ndoa, utii unahitajika. Tukija kwa watoto, utii unahitajika. Kwa nini utii? Ningependa tuanze kwanza na kusoma andiko kutoka kitabu cha Warumi 5:19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja. Hapo wametumia neno uasi. Tukiwa katika maofisi, watu huwa wanatumia hili neno pia, ameasi. Hata makanisani, ameasi, kaasi kanisa, au kaasi ofisi, kaanzisha kitu chake mwenyewe, kaasi. Lakini hapa mimi nazungumzia neno utii. Kwa kuwa kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, wakajikuta wanahesabika wana dhambi. Watu wengi au watu wote wakajikuta wapo katika dhambi. Ukiwa msomaji mzuri wa Bible utakuta inaendelea kuzungumza sehemu nyingine, inasema hiyo dhambi ikaweko hadi vizazi na vizazi. Lakini chanzo cha hiyo dhambi ilianzia kwa mtu mmoja aliyekosa utii, ambaye ni Adam. Are we together? So hapa tunazungumzia watu wawili. Tunazungumzia Adam ambaye kwa kukosa kwake
au kwa kuasi kwake alifanya watu wengi wakaingia katika dhambi. Na tunakuja kwa mwingine ambaye aliuvaa uwanadamu, alihali ni Mungu, ambaye ni Yesu. Alikuwa na uwanadamu 100% na uungu ndani yake 100%. So kwa kuasi kwake Adam, mimi na wewe tulihesabika wenye dhambi. No matter what, tulihesabika wenye dhambi. Tuwe tulitenda au hatukutenda, lakini wanasema dhambi ya asili. Neno asili maana yake kwamba wewe mfano wewe kabila gani? Muha. Asili ya Waha. Unasikia gelo neno asili ya Waha au asili ya Wachaga, asili ya Wasukuma, asili ya Wanyelamba, asili ya Wahaya. Asili ni kitu ambacho umeingia, umekikuta na unakiishi, kwa sababu ndio asili yenu. Umekuta wanasema asili ya watu wa Iringa wanakula mbwa, automatically unajikuta kumbe wanakula, kumbe walikuwa wanasema. Nyie mnakula saizi? Wa Iringa mpo mnakula? Ilikuwa yani walikuwa wanazungumza, na sijui hata kilitokea nini, labda tukija kusoma historia tutaelewa ilikuwaje hadi wakala. Labda walikuwa wanapigana vita, wanyama wakaisha, wakasikia njaa, wakala mbwa, basi ndo ikatembea. Ilikuwa nini? Nisiko huko, sitaki kabisa ugomvi na watu wa Iringa, sitaki. Glory to God. So dhambi ya asili, chanzo cha hilo neno dhambi ya asili linatokana hapa, lakini unakuja kuipata historia nzima kwenye kitabu cha Mwanzo. Nikwambia jifunze sana, penda sana kusoma Bible. Itakusaidia, itakuguide, itakupa prayer point, itakusaidia namna ya kusimama sehemu na kujitetea. Kwa nini tunaweka wanasheria kwenye kesi? Kwani huwa tunaweka wanasheria kwenye kesi? Huwa tunaweka wanasheria kwenye kesi kwa sababu wamesoma sheria, wanaelewa vifungu vya sheria, kwamba huyu anayeambiwa amebaka, kifungu namba fulani kinasemaje. So, na sisi kusoma kwetu Bible kuna tusaidia kuelewa namna ya kusimama kwenye mambo yatakapotokea, kwenye hukumu zitakapotokea. Mtu akininyoshea kidole, maandiko yanasemaje? Mtu akinilaani, maandiko yanasemaje? Mtu akinisema vibaya, maandiko yanasemaje? Mtu akitaka kuniloga, maandiko yanasemaje? Hakuna uchawi juu ya Yakobo wala lazima unakuwa unajua. Kwa hiyo ni muhimu sana kusoma Bible. Mimi nitakupenda sana, Mungu atakupenda zaidi, na itakusaidia wewe mwenyewe. Yaani sisi tunakupenda, lakini kumbe kwa kujisaidia mwenyewe. So dhambi ya asili ilitoka hapa kwa kukosa kwake au kwa kuasi kwake mtu huyu mmoja Adam. Kwa aliasi nini Adam? Watu ambao tunasoma Bible tunajua kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa ni Adam, alimpa maelekezo. Adam ni kichwa cha familia. Alipewa mke sawa, tayari huyu ni ubavu wako, lakini bado yeye alikuwa kama kichwa cha familia. Hichi na hichi kisifanyike. Akatoa maelekezo katika familia, hichi kitu hakifanyiki. Lakini kinakuja kwa namna fulani inayopendeza, inayovutia, kwa kueleweshwa, kwa kuvutia, kwa kubembelezwa, unaielewa na kusahau agizo la Mungu. Ndipo tukajikuta wengi tumeingia kwenye dhambi.
katika maisha ya kawaida tunayoishi, katika hali tunayoishi, kuna watu wamekosa utii katika familia. Kuna familia ambazo watu ambao mmetoka vijijini hata hapa mjini, kuna vitu mnaambiwa msitumie, kuna vitu mnaambiwa msifanye. Kwa nini? Wanajua kwa nini msifanye. Labda kuna mwingine, mimi nishawahi kusikia huko Mwanza wanakuambia ikifika saa 12 jioni usitwange. Sijui unajua kutwanga? Usichukue kinu ukaweka, iwe ni mboga, uwe ni mtama au chochote, ukatwanga kuanzia saa 12. Ukija kukataa au usipotii lile agizo na saa 12 ukatwanga, hapo kosa sio la baba, kosa sio la yule mwenye nyumba aliyetoa agizo. Wewe kitakachokupata ni wewe na kutokutii kwako. Nikaja tena nikaipata hiyo ya kutwanga kwa mtu mmoja tajiri sana wa ng'ombe, alikuwa Dodoma. Hamruhusiwi kutwanga jioni. Sasa nikauliza, hii ni nini maana yake? Anasema jioni wageni wanaolinda hizi mali wanakuwa washafika. Ukiwaangalia wageni huwaoni. Ukifanya hivi huoni mgeni, lakini mzee mwenye nyumba anakuambia wageni wapo. Nini kinatafutwa hapo? Wewe tu tii, uwe unaona au huoni, just obey. So Adam alituingiza kwenye dhambi. Kuna mtu katika familia yenu amewaingiza katika matatizo. Mtu huyu amewaingiza kwenye mateso makali ambayo ndo hayo unayaishi leo. Amewaingiza kwenye hali ya watoto wote kutosoma. Amewaingiza kwenye hali ya watu wote kutojenga nyumba za kisasa. Mnatakiwa mjenge tu nyumba za udongo, mjenge tu hivyo, kwa sababu amewaingiza katika hiyo hali. Jumapili ya leo nataka niwaambie ya kwamba Mungu anakwenda kuondoa kila kilichosababishwa na mtu yeyote kikawa mateso katika maisha yako. Kila aliyekuwa sababu ya maisha yako kuwa hivyo. Sisi hatutaki kuishi katika asili. Hatutaki kuishi katika asili ya koo zetu. Hatuhitaji. Tunahitaji kuishi katika njia au vile Mungu amepanga niishi. Baada ya asili hii kuingia, kukosa utii kwa Adam, walikuwa wanaishi maisha ya amani. Maisha ya amani. Upo kwenye ndoa, unaishi maisha ya amani. Unafurahia ndoa yako. Kuna kitu kinatokea. Kuna kitu kinaingia. Mnapoenda kanisani siku ya kufunga ndoa, kuna maneno huwa mnaambiwa ya kwamba nitakupenda wewe tu, nitakuheshimu na kukutii wewe tu, nitakuvumilia kwenye shida na raha. Katika kile kiapo, mnapoingia katika ndoa mkaishi, kuna vitu vinatokea. Mmojawapo anaingiza matatizo ndani ya ndoa. Awe ni mwanaume, alisema atanipenda mimi tu, kapenda mwingine. Baada ya kupenda mwingine, mimi nilisema nitakutii, na mimi nikasema namtiije huyu mpuuzi ambaye aliniambia atanipenda mimi, na leo anampenda mtu mwingine. Ameshaniwekea option nyingine. Mwanamke anakuwa na amani ya kufanya chochote baada ya kuona confidence kutoka kwa mumeo, na mwanamume pia anaona fahari
kukubali kuwa na mtu au kujitambulisha popote baada ya kuwa na mwanamke mwenye neno linaitwa utii. Kwa hizi confidence kote zinaondoka kwa sababu kuna kitu kimeingia kati yake. Kuna kitu kimewekwa kati yake. Ndoa ya Adam na mke wake iliharibika hapa. Iliharibika hapa kwenye hilo neno kukosa utii. Unaweza kusoma, niwekee hapo Mwanzo 3:16. Let me see. Maisha yao ya ndoa yalibadilika. Kuna maisha mmeanza kuyaishi mapya katika familia yako. Chanzo kilikuwa ni neno dogo tu linaitwa utii. Hivi ushawahi kujiulizaga kwa nini unaumia sana? Sasa sisi kwa nini tunaumia sana kwa kuumizwa na waume zetu? Hii laana ilianzia hapa. Umeona hilo neno? Tamaa yako itakuwa kwa mumeo, lakini huyo ambaye tamaa yako iko kwake kesha badilika, hayupo. Moyo unatengeneza pressure. Moyo unatengeneza maradhi. Mwili wako unatengeneza magonjwa makubwa. Hii ilitoka hapo. Wewe mama, wewe dada, haukutakiwa kuzaa. Kwa nini? Kwa uchungu. Haukutakiwa kuzaa kwa uchungu. Anasema akamwambia mwanamke, hakika manake ni neno ambalo liko very serious. Hakika nitauzidisha uchungu wako. Last week tulijifunza juu ya uchungu. Kumbe uchungu huwa unazidishwa. Lakini at the same time tutaendelea kujifunza hapa, Mungu anaweza pia kuondoa, kwa sababu yeye ameweka na atatoa pia. Anasema hakika nitauzidisha uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Wakalishika hilo hapo, wakalishikilia. Kila anayecheka mwanamke anaelewa walishikilia wapi. Mimi sitaki kuongea sana, baadaye naweza nikapigwa makofi, lakini wanawake mmenielewa. Na ikitokea mnaona nina alama yoyote, sehemu yote mnaona nina alama, eleweni alichokifanya ni hii. Nimesema hivi, mwanaume wako atakufanyaje? Mume wangu, unaenda tu vizuri kabisa, yani umejitahidi sana kujishusha, umeenda tu. Kiti kingine au anasema naye atakutawala. Mama, unakuja wakati unaolewa, ulikuwa na idea zako nzuri tu za kuweza kuendeleza maisha, za kuweza kusapoti familia, za kuweza kusimama kama mwanamke katika nafasi yako kufanya vitu. Na akasema usijali, mimi sasa hivi ndo baba, nitakusapoti, I will support you. Na ukasema nimepata mwenzangu wa kusapotiana, acha tukasapoti, acha tukaendeshe gurudumu pamoja la mapenzi. Hilo gurudumu mama, matairi yanagoma, kila ukiliendesha lina staki. Sasa unakuja una jambo kabisa, unasema niende niongee na mume wangu. Kwa heshima kabisa unaenda, unapiga basi kaza unaenda, mume wangu,
Kwa mfano mimi nina hata tunalala na mume wangu, tunaamka asubuhi na muamkia shikamoo. Yaani hiyo iko tu hivyo. Unaenda kwa unyenyekevu, shikamoo au pole na safari mume wangu, pole na majukumu, vyovyote vile ambavyo umeenda kuongea naye, katoka wapi au katoka kufanya nini. So pole na majukumu, pole. Pole na majukumu. Samani mume wangu. Hawachekagi. Yaani mpaka unajisikia yani na mimi ananichukuliaje huyu? Yaani naenda tu vizuri lakini anakukazia sura. Yaani basi tu ujisikie yani like wewe yani si kitu. Kumbe amesema wameshikilia hilo. Mume wangu, kuna kitu nilikuwa naomba tuongee kidogo. Ongea tu. Mume wangu, unajua kwenye kile kikoba ambacho tupo na wale wenzangu wale, tulikuwa tumekusanya hela fulani, na hiyo pesa nikawa nafikiria nianzishe kazi. Kwa nini mnachelewa kuzima taa asubuhi? Taa? Dada nilimwambia haya anaamka saa 12 anazima. Leo naona kajisahau. Dada ndo nimemuoa? Dada ndo nimemuoa mimi? Hapana mume wangu. Hapo kesha kutoa kwenye point. Kumbuka. Enepo tayari kesha kuvuruga. Anataka uanze samahani mume wangu. Anataka utoka kwenye point uanze kuomba samahani. Atakutawala. Hapana, hujamuoa dada, umenioa mimi. Kwa mimi natoa maagizo haufuati. Unakuja kunambia dada nilimpa maelekezo. Kwa natoa maelekezo nikamuuliza dada sasa. Kumbuka jana nilichelewa kulala sana. Kwa hiyo leo nikachelewa kuamka, ndio maana nikampa maelekezo msichana wetu wa kazi. Unanipanda kwenye kichwa. Kwa tayari unashindwa kumwambia kile ambacho umeenda nacho, umetawaliwa. Baadaye anaweza akakwambia una shingapi hiyo hela? Nisamehe, nitakuwa nawahi kuamka. Sawa? Sasa nimekusikia. Tuendelee Unasemaje? Ninaomba kuhusu hiyo pesa nilopata, nataka kufanya biashara, nataka nianze kwenda Uturuki, naleta vitu vinguo na. Uende wapi? Uturuki. Mimi nimekuoa wewe uende Uturuki. Nimekuoa ili uende Uturuki. Hapana, tunasaidiana mume wangu majukumu. Nikienda huko nikipata chochote kitu naleta, tunasaidiana mume wangu, majukumu ni mengi. Humo ndani hauli? Humo ndani hauli? Nakula mume wangu. Nishakukuomba hela ya luku? Nishakukuomba hela ya luku? Hapana. Nishakukuomba hela ya ada ya watoto? Kuna kitu chochote kinasumbua humo ndani? Hakuna, lakini sikupagi hela ya wigi? Sikupi hela ya wigi? Natamani tu na mimi nisaidie. Mimi ni msaidizi, natamani kusaidia chochote. Ndio maana nimeomba. Unataka kusaidia nini humo ndani ambacho hakipo? Mume wangu, najua unajitosheza lakini naomba nisaidie tu niwe nafanya. Hebu ngoja nakuja. Ngoja nakuja. Kesha ondoka. So umeona hili neno, wanaume ambao wameshindwa kuiweza kuiishi neema ya Mungu wamelisimamia vibaya. Wametawala wake zao kwa namna ya unyanyasaji. Wakasahau kwamba kwenye kitabu cha Petro Mungu amewatahadharisha juu ya kuishi na hawa wanawake.
na amewatahadharisha ili maombi yao yasizuiliwe, ili mipango yao isizuiliwe. Wao wamekaza. Mimi ni mwanaume, nimesema kama hivyo, tunamfanya kazi nyumbani, tunamlipa kazi, anatusaidia. Mtu anakuambia hujazima taa, kwa niamke niende nikazime taa, na tuna watoto tayari washakuwa, tuna watu, lazima majukumu yaweze kugawiwa. Lakini kwa sababu anahitaji kuendeleza ule utawala ambao ameusoma na akaukalia kichwani, ndo hiyo unaishi maisha ambayo hayana amani. Kuanzia hii leo, kama ulikuwa unaishi maisha na mtu wako nyumbani ambao shetani ameendelea kumshikilia hapo hapo kwenye kutawala kwa ubaya, Mungu akafanye restoration, Mungu akafanye urejesho. Inatakiwa nyumba yako iwe ni nyumba ya amani na upendo. Amen. Nyumba yako iwe ya furaha, ili baraka za Mungu ziweze kuonekana. Amen. Kwa hiyo tuendelee na hilo andiko. Anasemaje? Akaja nayo kwa mwanaume akamwambia, Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu, na yeye hapa na uchungu, na yeye kawekewa uchungu hapa mwanaume, kwa uchungu utakula mazao yake. Don't forget, last time nimekuwafundisha kwamba haya maandiko ambayo unaona tunasoma wanazungumzia kufuga, kulima, kunini, ni huo wakati, karne hizo, ndicho walichokuwa wanafanya, ndicho kilichokuwa kinawapa riziki, ndicho kilichokuwa kinawasaidia. Sasa hapa tunapozungumzia sisi maisha yetu, hatuzungumzii shamba, maana tuko mjini, tupo Kariakoo, tupo Ilala, tupo Mwenge, tuko sehemu yoyote, we do business. Hapa wanazungumzia mashamba, kwamba hiyo ardhi imelaaniwa. Je, wewe haupo kwenye ardhi, ila kama mwanaume kuna sehemu imelaaniwa ili usipate kitu. Yes. Biashara, you fight, unapambana, unafanya idea hii, unafanya lile, lakini kwa uchungu unapata chakula tu, kwa uchungu unapata kariski kadogo tu. Lakini kumbe ukishakuwa kwa huyu mwanaume Yesu, ambaye anakuja kubadilisha ile dhambi ya asili, anatakiwa kuachilia neema ya wewe kufanya vitu kirahisi. Yes. Kuachilia neema ya wewe kuanza kupata vitu kirahisi. Yes. Hautakula kwa uchungu in the name of Jesus. Napokea. Hautatafuta kwa jasho in the name of Jesus. Napokea. Mungu atakupa njia za kufanya rahisi na utafanikiwa. Napokea. Yes. Anasemaje? Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake. Yani umepambana, umepata fedha kwa dharau. Mtu amekupa pesa kakutumikisha, umebeba zege vya kutosha, unakula ile hela kwa uchungu. Uchungu ndio umekupatia ile hela, sio mpango wa Mungu, ila kwa kukosa kwake utii mtu mmoja, wote tukaingizwa katika hiyo hali. Mungu atakuondolea hiyo hali. Ukiwa kama mwanaume, nasema Mungu atakuondolea hiyo hali. Mungu atabariki mikono yako, utafanya vitu vitafanikiwa, na hautakuwa na hali yoyote ambayo itakufanya uwe na majuto ndani ya moyo wako. Inafika hatua wanaume wanatoka kwenye hali yao ya wanaume, wale tu kwa uchungu, wale tu kitu kwa sababu ya hii laana. Mungu anataka utambue kwamba kulikuwa na laana, na laana iliondolewa. Anasema kwa kutii kwake mtu mmoja, kwa kutii kwake mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Alitii vipi?
alisema mimi niko tayari kwenda kuokoa, niko tayari siku ya leo kwenda katika ibada pale Embassy of God for All Nations. Nataka nikabadilishe maisha ya mama yule, nataka nikabadilishe maisha ya kaka yule, nataka nibadilishe maisha yao na kutengeneza. Maana anasema nila yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi. Kwa Mungu hakuna mzigo mzito, hakuna. Kwa Mungu hakuna kizito chochote. Anasema kwangu ni chepesi, nila yangu ni laini. Hakuna nondo, hakuna nyundo ambayo imekaa hapo, ni laini. Mungu atafanya jambo kuanzia leo katika maisha yako. Napokea. Mungu ataanza kuachilia jambo katika maisha yako. Napokea. Na utasema hakika ile asili ambayo ilikuwepo sitembei ndani yake tena. Ndio maana kuna wakati nimewahi kukwambia kwamba kuna koo ambazo zimefanya maisha yao yote na generation yao kuwa koo ya uchungu. Na Mungu ambavyo hajaacha jambo hata moja, anasema ukoo au watu wa kabila la Yuda, kwa nini tu usitoke katika hiyo generation, katika hiyo koo, ukaja ukasema ya kwamba sawa, ilitumika njia, nikapita katika huo ukoo, nikatoka katika ukoo wa kina Mushi, nikazaliwa katika ukoo wa kina Malale, nikazaliwa katika ukoo fulani, but today I have decided ya kwamba mimi sio wa ukoo huo tena. Maana kila ukiangalia katika huo ukoo, unaona kuna watu huwa wanakufa na visukari, lakini ukiangalia katika koo ya Yesu hakuna kisukari kuua mtu. Ukiangalia katika hizi koo zingine kuna watu ambao huwa hawafanikiwi, lakini nikiangalia kwenye koo ya Yesu anasema ya kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu, nami nawapa ni wapendao. Kwa nini asikupende wewe? Kwa nini asikupende wewe? Napokea. Kwa nini asipende watoto wako? Napokea. Kwa nini asipende mume wako? Napokea. Kwa nini asipende mke wako? Acha Mungu akajidhihirisha kwa namna ya pekee katika maisha yako. Napokea. Natamka amani. Amani na itamka ikawe katika maisha yako. Napokea. Natamka favor ikawe juu yako. Napokea. Na maanisha kibali kikawe juu yako. Napokea. Pokea in the name of Jesus. Pokea in the name of Jesus. Napokea. Hatutatembea katika laana tena. Hatutatembea katika laana tena. Hiyo laana ni ya ukoo, sio laana yetu. Hiyo laana ni ya ukoo, sio laana yangu. Mimi Bwana ameniahidi ya kwamba mema ya nchi nitayala nikitii na kuamini. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Kwa kukosa kwake utii mtu mmoja katika ofisi, kuna mikakati umepewa. Watu wengi mmepoteza kazi humu ndani, mmepoteza kazi za maana kwa kukosa utii. Na utii unapotea kwa kuleta mazoea, kwa kuleta kujuana, kwa kuleta kwamba huyu mtu na mudu. Some of us tunapoteza utii kwa waajiri wetu, kwa sababu tukiwaangalia tunawaona kwamba sisi we deserve zaidi yao. Ukimwangalia kuanzia appearance unasema yani kaniajiri tu basi, lakini mimi ndo nilipaswa ni muajiri. Unakosa kuwa na utii. Ukiangalia unasema kwamba mimi nimesoma, yeye hajasoma, kaniajiri elimu yenyewe darasa la 7. Sawa, ni la 7, lakini Mungu amempa neema akuajiri. Unapoweza kumtii mwajiri wako, ndipo Mungu anapokusaidia na wewe kuja kuajiri watu. Ambapo hautatii mtu ambaye amekuajiri, hata wewe pia Mungu hatoruhusu uje kuwa bosi katika maisha yako. Unashangaa unaishi maisha hayo ya 500 kila siku, kwa sababu kuna jambo katika maisha yako limekosekana. Umekosa utii katika ofisi. Umeambiwa ofisini watu wote mnatakiwa 2:30 muwe mmefika. Wewe unafika 4.
na unafika uko na, ni vile tu huwezi kuandika, lakini una maelezo kama yamejaa peji nzima. Unajua nakaa Bunju ukishuka kuna boda ya 2000 kwenda, nikifika kule natembea tena kuelekea kwangu, kwa imenifanya nimechelewa mpaka nimefika saa 4. Wakati unakuja kuomba kazi, hukujua unakaa Bunju, hukujua unakaa Boko, hukujua unakaa mbali, lakini uliweza kusaini na kukubali kuingia huo muda. Maana yake nini? Lazima ujue wewe unayekaa mbali, ili uweze kuobei zile sheria za pale, ni muda gani wa kuamka. Leo nimetesti kuamka saa 12, nimejikuta nimeingia saa 3 ofisini. Kwa kesho lazima ubadilishe muda wa kuamka ili uweze kwenda sawa na ile kanuni ya ofisi, ili uendelee kuwa katika njia ya utii. So, tutaomba, tutakuombea, tutafanya tuwezavyo, lakini usipokuwa na utii ndani yako, utii bila shuruti, usipokuwa nao, hauwezi kufanikiwa, hauwezi kukaa kwenye kazi. Utii ni kitu muhimu sana. Wanawake, mara ngapi juzi kati hapa nilipita kwenye status, nikaona kitu nikasema oh my God, hivi hawa watu wanafikiriaga hata kidogo? Lakini nikagundua tu kwamba ndivyo tu inatakiwa iwe hivyo, yani hamna namna. Lakini kwa mtu mwenye akili akielewa, hatofanya hivyo. Ilikuwa niliona kuna picha imewekwa ya mdada, na wakawa wanazungumzia kwa nini wanaume wengi wameacha wake zao na wameenda kwa michepuko, wamekaa kule wameganda. Komenti za wakaka unatamani hata umfunuo mwangalie, lakini wengine hawajaweka sura zao, wengine wameweka tu timu za mpira, hujui ni nani. Anakwambia kwa sababu wanatutii. Mwingine akasema hawana kelele. Mwingine akasema watulivu. Mwingine akasema ukifika na unabembelezwa tu. Nikasema hivi, mimi ndo mama, nina watoto nyumbani hawajaenda shule, wamefukuzwa ada, wana wiki nzima wako nyumbani. Alafu jamani, mume wangu urudi nianze kukuchekea tu, niache kuongea vitu vya point, niache kukwambia kwamba watoto wanapoteza, kuna mitihani next week, niache kukueleza. Wanasema wanaongea sana, kwa hiyo niwe bubu. Eti jamani, tuwe mabubu? Wanaume, hebu tuambie, tuwe mabubu? Siku hizi hizo klipu zimejaa sana mtandaoni, kila, simsemi mtu, yani usinifikirie vibaya, simuongelee mtu, lakini kila akipita akikutana nayo haongei, kanifuadia. Sasa na ukiangalia mwanamke anaongea, nikasema hapa ndo ujumbe unafikishwa. Me don't care. Ile dada anasema mimi I don't care, nitaongea vinavyostahili. Mtu anasema kwa sababu ana utulivu. Hivi malaya, maandiko kwenye Biblia yanasema mdomo wa malaya ni shimo refu, shimo lilojaa uongo. Hivi wewe unakuja unaniletea mimi pesa ya kula, sija kuzalia mtoto, na unanilipia kodi, hivi nitashindwa hata kukukata kucha za miguu kwa meno mimi wewe? Meno haya yasikwambia haya meno ni wembe mzuri tu kukata kucha kama ujui. Na kukata vizuri kwa meno, na kusugua, na nunua mafuta ya parachuti na kukanda huo mguu. Kwa lazima uone, yani mimi ndo mtu sahihi, lazima uone mimi ndo nafaa. Lakini kwenye upande wa mke, nitakwambia mme wangu,
Leo umetoka, lakini jirani amekuja amesema kuna changamoto ya mpaka. Jirani amekuja amesema kuna hichi. Jirani amekuja ameniambia hiki. Mtoto leo anaumwa. Leo sijui mtoto kafanya hivi. Yani nitakwambia yale yote ambayo yanahitajika. Yeye ndo anakuambia you talk too much. Unaongea sana. Mwanamke anaongea, bora niende kwa mchepuko kumetulia. Hapana. Hapana. Kwa mara ya kwanza mwanaume, wewe Mungu akupe maisha mazuri sana. For the first time nimeongea mambo yanayo wakandamiza wanaume, lakini mwanaume ana akili, kaja kunipa hela kwa kushukuru, kuambiwa ukweli. Na wewe nakwambia, mke utakayemuoa au kama unaye, atakuombea siku zote milango yako itafunguka tu, maana hatozuia maombi yako. Maombi yako yataenda. Utii bila shurti. Nenda pale, toka tu hapa, nenda pale Oysterbay. Fanya kitu chochote kile cha ajabu ambacho hakistahili. Maandiko kwanza yametuweka tu wazi, tiini mamlaka zilizowekwa. Kwa umeambiwa unapita pale jeshini, gari yako namba A, ile ya kwanza kabisa AA, unaipitisha pale, unajua kabisa hii ni changamoto, imekuzimikia katikati, umekaa pale, umerelax, na washakwambia hapa ni jeshini, pita, ondoka haraka. Utii bila shutu. Watakuja miamba, watakuambia uibebe hiyo gari kichwani, kwa sababu umeshindwa kutii mamlaka ya pale. Imetokea changamoto, lifanyie kazi haraka haraka, acha kuweka uzito, fanya haraka haraka, toa. Hii barabara ni yetu wote. Kwanza wamejenga kwa kodi zetu. Kodi nilizotoa mimi wamejenga. Ulitoa kodi shilingi ngapi wewe? Tukikuuliza shilingi ngapi ulitoa? Utii ni kitu muhimu. Ukikifanyia kazi, utaanza kuona mambo yako yakifanikiwa, mambo yako yakifunguliwa. Tii tu kwenye kila engo. Unakuja kanisani, unaambiwa jamani, nyumbani mwa Bwana sio sehemu ya kuja umevaa tu jezi, yani you don't care. Basi jezi yenyewe ziwe zile original. Umeenda kuvaa kopi, uko imechoka, umetoka nayo jana mazoezini, umekuja kanisani, yani kama vile umeenda baa. Hata baa waga unaoga ili washikaji wa kuone msafi. Leo hii kwa Mungu unakuja vile unavyojisikia. Tufike saa 2 tuombe Mungu, unafika vile unavyojisikia. Tumekubaliana kwamba tutafunga, unafanya vile unavyojisikia. Utii hata kwa Mungu haupo, maisha yako hayawezi kufanikiwa, vitu vyako haviwezi kuendelea, mambo yako hayawezi kwenda mbele. Kuanzia leo Mungu akusaidie neno utii liwepo katika maisha yako. Neno utii lianze kufanya kazi katika maisha yako. Ili usiweze kutembea katika ile dhambi ya asili, usitembee ndani yake. Lazima kwanza ukubali kutoka hapa. Yesu Kristo alikuja akafa kwa ajili ya kutengua ile dhambi ya asili, dhambi ambayo ilikuwa tunatembea nayo, dhambi ambayo ilikuwa inatumonita kila tunachofanya. Ndio maana anasema na wasamehe makosa yao yote na kuwaponya magonjwa yao yote. Kwa hata leo unapotoka humo ndani, Mungu akakuponye magonjwa yako yote. Mungu akakuponye kila kilichokuwa kimeshindikana. Napokea. Kile ambacho umekinywea dawa miaka mingi, Mungu akakuponye. Napokea. Maana ndivyo alivyosema ya kwamba akuponya magonjwa yako yote. Ndani yake kuna kisukari, kuna HIV, kuna kansa, kuna ukimwi, kuna pressure, kuna chochote. Na waponya magonjwa yenu yote. Sio maneno yangu,
ni Mungu aliyekuja kwa kupitia mwana na akatengua hii laana ya wanaume, kwamba ardhi itakufanya ule kwa uchungu. Ndio maana leo unamaliza masomo, unazunguka na vyeti kila siku, umechomekea, uko posta na hakuna kazi unayopata kwa sababu ya hii laana. Kuanzia ibada ya leo utakapotoka, kila sehemu ambayo umewahi kupeleka CV yako kwa ajili ya kupata kazi, simu zitaanza kuita. Watu watakupigia simu. Na utachagua ni ofisi gani uingie ukafanye kazi. Na tayari hautapata kwa uchungu tena. Amen. Pokea katika jina la Yesu. Napokea. Ikawe hivyo kwako katika jina la Yesu. Kuanzia hii wiki inavyoanza, ikawe ni wiki tu ya baraka katika maisha yako. Napokea. Ikawe ni wiki tu ya kutenda mema katika maisha yako. Napokea. In the name of Jesus. Amen. Kama kuna sehemu ulipeleka proposal kwa ajili ya biashara na ukaahidiwa mtafanya, lakini bado kuna some delays, Mungu anakwenda kufanya wepesi, maana tayari umetolewa kwenye laana ile ya ukoo, kwenye laana ya asili umetolewa. Ile proposal inakwenda kuwa rahisi na utaipata hiyo kazi, utafanya katika jina la Yesu. Napokea. In the name of Jesus. Yes. Ukiwa kama mwanaume, wewe ni kichwa cha familia, lakini kuna vitu mbalimbali, kuna vifungo mbalimbali ambavyo shetani ametumia watu kukufunga. Kuna watu waliona tu nyota yako ni nzuri, walikuona ni kwamba ukifanikiwa kuna sehemu utafika, wakakufunga ili usiweze kwenda, usiweze kufanikiwa. Mungu kama ambavyo aishivyo, anasema yeye ni moto ulao. Hakuna kifungo ambacho kitavumilia kukaa katika maisha yako. Amen. Kifungo chochote kilichofungwa, kama katika nyota yako palifungwa, Bwana atakwenda kufungua leo. Yeye ni moto ulao. Wewe kama mwanaume, Mungu atakwenda kukufanya kichwa. Utasimama katika nafasi ya kufanikiwa. Hautatembea kwa aibu. Umepoteza hata confidence kabisa. Yes. Kwa sababu hauna kitu mfukoni, hauna kitu chochote mfukoni. Sometimes huwezi hata kuprovide nyumbani as a father. Lakini leo natamka katika jina la Yesu, Bwana akaweke kitu katika mfuko wako. Bwana akaweke kitu katika benki yako. Bwana akaweke kitu katika biashara yako, ili ukasimame as a man katika nyumba yako, katika nyumba yako. Receive in the name of Jesus. I receive. In the name of Jesus. I receive. Bwana, hii laana haiko kwako, haiko kwako. Yesu alishatukomboa. Yes. Alishatukomboa, na alitukomboa vizazi hadi vizazi. Kama ambavyo ile laana ilikuwa kizazi hadi kizazi, na yeye akatukomboa kizazi hadi kizazi. Amen. Ina maana kwamba wewe mama, mtoto unayemzaa leo ni mbarikiwa. Wewe kaka, mtoto ambaye anazaliwa katika nyumba yako ni mbarikiwa. Hata kuwa masikini. Napokea. Wala hautazalisha masikini. Napokea. Baraka za Mungu zitaambatana na wewe. Napokea. Kuna ulazima gani kula kiapo ili uwe na utii kwenye jambo? Kuna ulazima gani? Huwa tunaona kwenye mambo ya serikali, kama rais mwenyewe anaapa kwa imani yake. Kama ni Muislamu atashika msaafu. Ni msaafu Mungu nisaidie nisije nikakosea. Anashika msaafu. Kama ni Mkristo atashika Bible na ataapa. Kuapa maana yake anajiwekea ni kama vile mtego. Kama ikitokea sijafanya kama nilivyoapa mbele ya kitabu cha dini, mbele ya Mungu, maana hapa tunampresent Mungu kwa maneno yake kupitia vitabu. Kama sitafanya
maana yake niwe chizi, maana yake nife, maana yake niharibikiwe, maana yake mambo yangu yasiende. Na huyu mtu ambaye ameapa hivi, anapokuja kufanya kinyume na kile kiapo chake, watu huwa hawaelewi tu. Nakwambia watu huwa hawaelewi. Yale mambo unayoyaona yanaweza kuendelea katika familia yake, chanzo chake ni kile kiapo. Kama alienda kinyume, utashangaa mtoto wa mheshimiwa fulani ni chizi, familia ya fulani watu wanakufa ovyo, familia ya fulani ina vitu fulani, kwa sababu aliapa kwamba nitatii na kufanya yale niliyoyaapia leo. Adam aliwekwa ili atii, lakini hakutii, madhara yakaingia. Umuhimu wa kutii katika kitu chochote sio kwa ajili tu ya kumfurahisha yule, bali unapotia nia, umeweka nia kati ya Mungu na huyo ambaye unaweka nia mbele yake. Unaposimama katika kuapa mbele ya madhabahu ya kwamba ninaapa mimi fulani bin fulani, ya kwamba ninafunga ndoa na fulani bin fulani, nitampenda, nitamhurumia, nitamlinda, nitamfanyia 1 2 3. Ukija kufanya kinyume na hayo, adhabu yake ni kubwa. Utatembea wewe ni mwanaume, ukivaa suti zinakaa, utajiona wewe ni kidume, watu wanakupenda, wanakuona kwamba yes, yule ndo mwanaume, ukajiona uko salama, lakini hauko salama kama umetoka nje ya kiapo ulichoapa siku ya ndoa ulipofunga na mke wako. Wewe mama, uliapa kwamba mimi nitamtii mume wangu, nitamtii, nitamheshimu. Yale makosa yaliyotokea, vitu mbalimbali vilivyotokea, Mungu hajasema vile vilivyotokea ndio viwe sababu au mlango wa wewe kutomtii. Wewe tii tu. No matter what, tii. Baraka zako ni kubwa. Amen. Pointi namba 2, je, ni nani ambaye kawahi kula kiapo kwa ajili ya kutii mwili wake? Nani? Au kuupenda mwili wake? Nani? Kuna mtu kawahi kula kiapo, mimi naapa leo mama IPM kwamba nitautii mwili wangu na kuupenda. Hamna, ila automatically inakuja kwamba mimi natakiwa nijipende, natakiwa kuutii mwili. Ni ile kwamba, mfano nilishasikiaga vitu vingine vidogo sana lakini vina maana kubwa. Umesikia, niliambiwa na dokta, akanambia kwamba hata ukikaa mtu umesikia mkojo wa kawaida tu ule ukaubana, ngoja nikae nao bwana, ngoja nikae nao, ngoja niuache, ngoja nisiutoe sasa hivi, nitaenda tu baadaye. Hujautii mwili kitu kilichotaka. Madhara ya kuubana mkojo ni makubwa. Madaktari wanakuambia ule mkojo unapokuwa tayari unataka kutoka, tayari hauhitaji tena kukaa ndani, una wadudu, una bakteria, unahitaji utoke. Unapouacha utakuja kusababisha madhara makubwa, utakuja kusababisha magonjwa mwilini, kwa sababu umeacha. Mwili ulitaka jambo ukashindwa kuutii na kufanya kwa wakati, kwa automatically utafanya tu. Kwa haujawahi kula kiapo kwa ajili ya kufanya vitu wewe kwenye mwili wako. Tumbo linasikia njaa, acha tu nijikaze, nitakula. Vidonda vya tumbo vinatokana na wewe kutokula, hujatii. Kwa hauwapi, automatically tu inatokea mwenyewe.
Ukisikia njaa utakula, ukisikia hichi utafanya. Utii bila shurti. Utii bila shurti. Lakini leo hii wanadamu tumefikia hatua ambayo upendo tu ambao tunatakiwa tupendane sisi kwa sisi haupo mpaka tuje tuletwe kanisani, tuanze kuhubiriwa, tuambiwe mpende jirani yako, jipende wewe, mpende hivi, tuhubiriwe. Lakini leo tu nikikwambia simba dume polini ambaye hajui kuhubiriwa, hafundishwi kumpenda simba jike. Hafundishwi, ila automatically atampenda. Akiona kuna hatari inakuja, nyati wanataka kumvamia au chochote, atapambana kumprotect simba jike, kwa sababu ni upendo automatically upo ndani yake, ambao hajashurutishwa, ambao hajalazimishwa kufanya. Kama ambavyo wewe unaambiwa mpende mkeo, mpende mke wako, mpende. Maandiko yanasema mpende, mpaka nikutolee na maandiko ya kukutisha. Amesema usipompenda maombi yako hayatafunguliwa, yani mpaka tukutishe. Lakini Mungu anahitaji sisi wenyewe tutii na kufanya bila shuruti. Mungu wa mbinguni akusaidie kuanzia leo. Mungu wa mbinguni akusaidie kuanzia leo. Amen. Uweze kufanya utii bila shuruti kwenye jambo lolote lile. Umefanya plani ya kufanya jambo, lifanye bila shuruti. Chochote kile kifanye kwa moyo bila kushurutishwa. Simama kwa miguu yako hapo ulipo. Wakati tunakwenda kumuomba Mungu, kabla ya kwenda katika maombi, shika sadaka yako na uinenee na umwambie Mungu akufundishe kuwa na utii. Akufundishe kuwa na utii kwenye vitu vyote. Kumbe kwa kutii mtu mmoja tu katika familia anaweza kuokoa familia nzima. Kwa kutii mtu mmoja tu ndoa yako inaweza isife. Kwa kutii mtu mmoja ndoa yenu itadumu. Kama mmoja imetokea hajatii, kakengeuka, simama, mbebe katika maombi, arejee katika mstari ili uweze kuwa salama. Kwenye biashara Mungu akusaidie, kwenye kazi zenu Mungu awasaidie, kwa wale watu ambao mnafanya nao vitu Mungu awasaidie. Ujue mipaka yako, ujue huyu unayeishi naye kwenye kazi anahitaji nini. Utaishi maisha kama malkia, kama mfalme, kwa sababu kila mtu atakufurahia. Kila mtu ataona kweli, hata siku ukiwa haupo atasema pengo lake halitazibika. Hasijawahi kufanya kazi na mtu mwenye utii kama fulani. Yani nilikuwa nikisema hichi, anakifanya hata zaidi ya vile ambavyo nimesema. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu atazidi kubariki mambo yako yote. Anasema mkitii na kuamini ndivyo mtakavyokula mema ya nchi. Kwa kumbe kuna mema hauyali, kuna mema hauyapati. Kwanza kabisa haujatii, haujaamini. Uko hapa kanisani, mimi ndo nishasimama hapa, mimi ndo nimeshakuhudumia. Sasa kuna jambo tu dogo linalotakiwa kutoka kwako, ni kutii na kuamini. Usipoamini mema ya nchi hautoyala. Kasimama IPM, amekuhudumia, neno ni dogo tu, kutii na kuamini, mema ya nchi utayala. Ndivyo baraka za Mungu zitakavyotembea na wewe, hazitakupungukia hata kidogo. Amen. Mwambie Baba, nimeshika sadaka yangu hii, ninakutolea asubuhi ya leo. Ninakuomba Jehova, na wewe ambaye uko mtandaoni pia unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba hizo hapo. Mtolee Mungu sadaka kupitia namba hizo hapo na uinenee pia. Baba, ninaomba kwa ajili ya kila aliyenyoosha sadaka yake. Sadaka inanena, sadaka inazungumza,
sadaka inafanya. Na Kornelio alikutolea sadaka na ukasema imefika kitini pako, imekufikia, nawe ukamsaidia. Baba, sadaka ambayo amenyanyua mtoto wako, kiasi chochote alichoshika, naomba ikafike kitini pako kama sadaka ya Kornelio, na ikaweze kufanya mambo makubwa katika maisha yake. Kajibu pale palipokuwa pameshindikana, kaweke utii ndani yake, kaweke unyenyekevu ndani yake, kaweke nguvu mpya ndani yake kupitia sadaka hiyo. Asante kwa sababu utakwenda kufanya zaidi ya vile tumeomba. Asante kwa sadaka hii, na ikapokelewe. Amen. Njoo mtolee Mungu hapa, njoo weke hapa sadaka yako, weka hapa. Haleluya. Mungu akujibu, Mungu akaipokee sadaka yako, Mungu akafanye makubwa kupitia sadaka yako. Mungu asikupungukie kupitia sadaka ulioitoa. Mungu akakupe hekima na neema na maarifa kupitia hiyo sadaka. Mungu akakufanye kuwa nuru. Mungu akakufanye imara. Mungu akakufanye kuwa na kibali. Mungu akakusaidie. Mungu akakukutanishe na watu sahihi. Mungu akakupitishe sehemu ambazo utavuka na kufanikiwa. Mungu akaweze kukusaidia. Mwanangu, Mungu akusaidie sana. In the name of Jesus. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu. Haleluya. Baba, asante kwa ajili ya matoleo haya, watoto wako waliokutolea hapa na wale wa online waliotuma. Baba, ninaomba hizi sadaka zikanene mema katika maisha yao kuanzia sasa. In Jesus name. Amen. Amen.